atakayekwepa kifo. Nimemsikia Mwigulu na namuongea kwa sababu nimekaa naye bungeni, namjua anakoelekea, na mimi nataka kumzuia anakoelekea. Kwanza nimwambie hakuna yoyote kwenye chama hiki nikiwemo mimi anayekuogopa wewe na cheo chako. Zile kauli zake mimi nilikuwa nazisikiliza, 70% alikuwa ananitumia mimi ujumbe, na mimi nakuhakikishia sikuogopi, na nitakuwa hapa Dodoma. Tuma watu wako, asubuhi nafanya mazoezi. Mmetufikisha mahali uoga umepoteza thamani. Huyu alikuwa anaongea ovyo. Angekuwa ni mtu katika familia yetu anaongea yale mambo aliyoongea jana, ukoo tungekaa kikao haraka tumkamate tumpeleke hospitali akatazamwe akili. Ukoo kule Machame kule tungekaa. Anasema kuna watu wanaichezea serikali. Kama watu wapo ni yeye. 2016 na 17 mimi nilikuwa waziri kivuli wa mambo ya ndani, yeye alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani. Wakati akiwa waziri wa mambo ya ndani, maiti ziliokotwa nyingi barabarani kwenye viroba kuliko wakati wowote. Kwa kama kuna mtu alikuwa anaichezea serikali ni yeye aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, na maiti zikawa zinaokotwa. Na alipoulizwa kwa nini maiti zinaokotwa, akasema labda zinatoka Komoro, zinaletwa na upepo. Namna gani huyu man bro? Sikiliza, wakati mauaji ya Kibiti yanaanza, Kibiti watu wanauawa, ni mimi na Mheshimiwa Mnyika ndani ya bunge. Mimi nilisimama kama waziri kivuli, yeye akiwa waziri, nasema watu wanauawa, wanapigwa risasi. Spika wakati huo, mwenyekiti wa bunge alikuwa Zungu. Nikasema watu wanauawa kama waziri kivuli. Zungu akazuia ule mjadala ndani ya bunge. Mwigulu alikuwa waziri wa mambo ya ndani, anasema kule Kibiti kulikuwa na hujuma. Kama hujuma zilikuwepo na yeye ni waziri wa mambo ya ndani, hizo hujuma alisimamia yeye. Badala yake tulipoongea wale masuala ya Kibiti ndani ya bunge, sikiliza Dodoma, wakataka kumkamata Mnyika na mimi nikapata taarifa, nikachukua teksi Dodoma, nikakimbia nikaenda Arusha, nikaambiwa nataka kukamatwa, nikakimbia nikaenda ubalozi wa AU. Mnyika sio alijificha wapi, Mnyika daka, kwa sababu tumeongea habari ya watu kuuawa Kibiti, yeye akiwa waziri wa mambo ndani. Namna gani huyu? Haya mambo akiwa anaongea songea zarani, ampige kamba familia yake. Ndugu zangu, Mwigulu akiwa waziri wa mambo ndani, Beni Sanane alitekwa. Mimi nikiwa waziri kivuli, tukaanza kumtafuta Beni Sanane. Wewe Mwigulu, nakwambia uliniambia mimi ya kwamba umefuatilia ishu ya Beni Sanane na umeongea na ofisi ya DCI. Kuna mahali umefika, umeambia urudi nyuma. Njoo uambie umma, aliyekwambia urudi nyuma ni nani? Nani aliyekwambia? Beni Sanane vile vile alikuwa rafiki wa Mwigulu. Beni Sanane ameuawa, mimi nimekwenda nyumbani kwake, nimekaa naye kama waziri kivuli na kama rafiki, akaniambia nitafuatilia. Amefuatilia, akaniambia nimeambiwa niachane na hili jambo. Aliyekwambia uachane na jambo ni nani? Mwigulu, sikiliza maneno haya umeniambia wewe, na kama nasema uongo, baba yangu, mama yangu, mke wangu na mimi nife. Josema kiapo hichi wewe, Josema kiapo hichi wewe. Ama gani huyu? Alafu unasema nendeni mkasome katiba mjue
mkuu ulivyo na nguvu, una nguvu ya waziri mkuu, tuna nguvu ya Mungu. Nguvu ipi hiyo? Nguvu ipi? Hauendi chooni wewe? Nguvu ipi hiyo unayo wewe? Nguvu ipi? Ama tumtamkie neno huyu? Tulia, nilifanya kikao na Mungu ndani ya siku 2 hizi. People, Mwigulu anasema waliompiga Benisdani Mheshimiwa Lissu risasi ni nani? Ni mchezo. Alikuwa waziri wa mambo ya ndani wakati Lissu anapigwa risasi. Kalemani alikuwa anakaa pale nyumbani anapokaa Lissu. Lissu anapigwa risasi, Bernard Kalemani anampigia Spika Ndugai simu. Haya maneno katuambia marehemu Ndugai. Anamwambia, nimepigiwa simu, naambiwa kuna watu wanakwenda kuchukua kamera nyumbani kwangu. Mwigulu anajua hii habari, tumeongea na hii habari akiwa waziri wa mambo ndani. Sasa nakuuliza Mwigulu, aliyekwenda kuchukua kamera za CCTV nyumbani pale alipokuwa anaishi naibu spika, tulia, ni nani? Na wewe ulikuwa waziri wa mambo ndani. Acha wenge, tulia. Ndugu zangu, Mwigulu alikuwa mratibu wa kampeni za CCM Arumeru Mashariki. Wakati ule tuna uchaguzi mdogo wa Nasari. Msafiri Mgwambo alichinjwa, mwanachama wetu, katibu wetu wa kata, mwenyekiti wa kata ama katibu wa kata, alichinjwa kwa chainsaw. Mimi nikaja bungeni, nikakutana na Mwigulu kantini, nikamwita, nikamwambia, damu ya Msafiri unao wewe? Na ndipo hapo mimi urafiki wangu na Mwigulu ulianza. Akalia nje, toka pembeni, tukasimama kwenye maua, analia. Nikilimwita nikamwambia, you blood sucker, wewe mnyonyaji wa damu ya Msafiri Mgwambo unao. Akaanza kujitetea, na alivyomaliza kujitetea tukaungana, tukawa marafiki. Kwa nini tulikuwa marafiki? Sababu labda nahisi alipata kiti. Igunga alikuwa mratibu wa kampeni wakati wa uchaguzi wa Rostam. Vijana wengi wa Chadema wakauawa wakati ule Rostam Azizi ameondoka, tukaenda kwenye uchaguzi mdogo, alikuwa mratibu, vijana watu wengi waliuawa. Ndugu zangu, sasa juzi ameketekwa msaidizi wa Mheshimiwa Lissu, David Jumbe. Mwigulu na David Jumbe ni marafiki kama ambavyo sisi na yeye ni marafiki. Uongo? Ila Mwigulu na David Jumbe ni marafiki kuliko sisi. Kwa nini ametengeneza hii narrative? Naomba mnisikilize. Mimi hobi yangu kubwa ni kufikiria, kusoma vitabu na kuangalia movie za kimafia. Hobi yangu kubwa. Kwa nini amejenga hii narrative? Kuna kitu anakiandaa mbele. Kuna kitu anakiandaa. Anasema kuna serikali inahujumiwa. David Jumbe rafiki mkubwa wa Mwigulu, wanatoka wote mkoa wa Singida. Kwenye yale kauli yake amtaja tajina. Maana yake nini? Kama waziri mkuu anasema serikali inachezewa na kuna watu wanahujumu serikali, kesho watamuua Mnyika. Kwa sababu waziri mkuu ameshatengeneza hiyo narrative, nyie mtasema serikali inahujumiwa, lakini kumbe serikali ndio inapiga hizo dili men. Anatengeneza narrative. Ama atamuua mimi ama yoyote hapa. Ukiangalia hakuna, anatengeneza narrative. Alivyokuwa anaongea utafikiri mwanafunzi ametoka chuo Marekani amekabidhiwa waziri mkuu. Huyu anatengeneza narrative. Na kama unatengeneza narrative ili mfanye jambo baya kwa viongozi wao, rudi nyuma haraka sana, kwa sababu hutafanikiwa kufanya chochote katika kundi la viongozi hili, nikiwemo mimi. Hayupo wa kunigusa, hayupo wa kuniua, hayupo wa kuniharibu. Namjua Mungu ninaye mwamini. Namjua. Mimi sio malaika, mimi sio mkamilifu, lakini sagodi
babangu. Sasa ndugu zangu, shida imeanzia wapi? Na katibu mkuu, siku chama chetu kikishika nchi, waziri mkuu hautakuwa bidhaa ya kununua dukani, hautakuwa na price tag. Ukianza kuona nafasi ya waziri ama nafasi zote ndani ya serikali, hata kama ni Chadema tukishika mamlaka, waziri mkuu kwa na price tag, kwamba mwenyewe atakuwa waziri mkuu anampa pesa mtu ambaye yuko karibu na rais, tatizo litakuwa kubwa sana. Tangazo ni hili: waziri mkuu wa Chadema hautakuwa na price tag. Anasema tuhangaike na matatizo ndani ya chama chetu. Sikiliza wewe, sikiliza. Nyie ndio mmeiba kura, nyie ndio mko madarakani. Hamtaki kusemwa, achia madaraka, rudi kwa mke wako, kaa na mke wako, full stop. Hawa watusema umekalia ofisi ya serikali, wanataka usisemwe. Ofisi ya serikali sio jiko lako, ofisi ya serikali sio nyumba ya baba yako. Hiyo ni ofisi umeajiriwa, na sasa bahati mbaya mmeingia kwa unyang'anyi, kwa kuua watu. Tutakusema msikitini, kanisani, chooni, disco, bafuni. Hatutasimama kusema, hatasimama. Ndugu zangu, Dodoma, sikiliza kwa makini. Kwa nini tunapitia mambo yote haya? Tuna viongozi ambao wakitaka kusema wanasema ovyo. Kama mmemfuatilia katibu wetu mkuu akiongea, huwa akili yake inauma, kwa sababu anajua na communicate na public, anakuwa sensitive, asikwaze public. Una viongozi wa serikali leo, akisimama akiongea, anaweza akaongea anavyotaka. Sisi ndani ya chama chetu tuko wamoja. Wao kama wanabisha waje kesho, na wanaanza kutengeneza fitina kwamba wanahujumiana ndani kwa ndani. Kama una serikali mnahujumiana kwa watu kuuawa, watu kuchinjwa, amesema Boni hapo, manake hakuna serikali. Sasa namalizia Dodoma, mimi nitakuwa hapa, people takuwa hapa na hao maduwazi si wako wengi hapa, au mimi nawamudu hize bade easy. Naomba sana, tuna jambo linaitwa tone. Chama hiki hakina ruzuku hata shilingi moja. Pesa tuliyopata Arusha ndio imetufikisha mafuta hapa, na ndio kesho itaondoa watu hapa. Hiki chama ni cheni. Kama hamtachangia, maana yake hatutaweza kwenda mbele. Tunaomba sana watu wa Dodoma na watu wote sikiliza, kwa sababu nafahamu tukio hili liko live mahali popote mlipo. Tunaomba mchango wenu. Tunaomba, sikiliza people, sio mchango wa kwenye kopo hapa tutafanya, lakini tunaomba pesa yenu kwenye namba ifuatayo ya M-Pesa. Andika namba hii, andika 0744. Nasubiri. Ukishaga mambo yale unatulia Brenda. Utakuwa na mchanganyiko wa Rombo, Kibosho, Marangu, Machame. People 0744 44 69. Hiyo namba andika Chadema HQ. Narudia 0744 44 69. Ndugu zangu sikiliza, ukinywa bia moja ya pili, tupia tone. Umemchukulia girlfriend wako maua, tupia tone. Kila mtu ajali, afanye ni wajibu wake. Tukipata watu milioni 1 wanachanga shilingi 2,200 kila mwezi, chama hiki kitakuwa kinapokea bilioni 2 kila mwezi. Tukipata bilioni 2 kila mwezi, hao maboya watalala na ndala kitandani wakishiao, kwa sababu timu zitagawanyika. Leo peoples, tungekuwa na pesa leo, Sugu angekuwa anafanya mkutano na Mainyila Morogoro, Dickson na kiongozi wetu wa Pemba angekuwa wapi? Mpwapwa. Mimi ningekuwa Singida, katibu mkuu angekuwa hapa.
Boni na Ngoto wangekuwa Dar es Salaam, maana yake kingewaka sehemu 5 kwa siku moja, lakini rasilimali zetu ni chache, ndio sababu tunakusanyika sehemu moja. Tunaomba sana mchango wako. Asanteni sana. Asalamu alaykum. Mungu akubariki. Asante sana. Tutafanya tone tone baadaye. Najua watu wa Dodoma mna shauku kubwa ya kuchangia hiki.